Tariqa hii ya Ar-Rifaia katika kitabu chao kinachoandika taratibu zao na nyiradi zao kinaitwa Qiladatul Jawahir. Qiladatul Jawahir, ukurasa wa 237 kuna maneno wameandika kwa yule mwenye shida yake na matatizo. Man dhaqa haluhu, ambaye atakuwa amedhikika hali yake, au ana shida au kusudio lake limekuwa gumu na shida yake, au kana alayhi daynun, au akawa ana madeni anadaiwa, au kana fi sijnin, au yuko jela kafungwa, au bagha alayhi dhalimun, au kadhulumiwa na mtu dhalim, falyatawadda, achukue udhu, wa yusalli lillahi rak'atayn, asali rak'a mbili kwa ajili ya Allah, wa yusalli ala an-nabii sallallahu alayhi wasallam 100 marra, kisha amsalie bwana mtume mara 100. Wa yakunu dhalika al-amal fi baitin khalin, na jambo lake hilo alifanya kwenye nyumba ambayo haina watu. Wewe kama kuna jumba bovu alija kuisha, au ukawatoa watu ukabaki peke yako nyumbani, wakara al-Fatihata lin-nabii, kisha aisome Fatiha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, aisome al-Fatiha kwa ali zake na sahaba zake wote. Kisha baada hapo wayatawajjahu qa'iman lish-sharqi, asimame aelekee upande wa mashariki, libarri al-Basra, katika mapori ya mji wa Basra. Huyu mwandishi huona alikuwa anakaa mitaa huko, elekea porini upande wa msitu ya Basra au jangwa la Basra, sehemu ambayo ndiko kwenye kaburi la bwana wangu mimi As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai, ndio mwenye tariqatu Ar-Rifaia. As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai alekee huko kwenye kaburi. Wayunadi, aite bil i'tiqadi wal inkisar, akiwa anaitakidi anayoyasema, sio kwamba unazuga tu, wewe unaitakidi unayoyasema. Wal inkisar, na uoneshe inkisar, yani kujivunja vunja mbele yake. Useme ya wasilata at-talibin, ewe njia ya wenye talab, ya wenye maombi. Ya Ka'bat at-taifin, ewe Kaaba ya wazungukaji. Sisi tumeona kwamba kuna kaburi lilikuwa linazunguka Kisutu, sio? Kumbe kaburi pia la Ahmad Ar-Rifai linazungukwa, ni Kaaba ya wenye kufanya tawafu katika dua. Ya Ka'bat at-taifin, ewe Kaaba ya wenye kuzunguka, ambao Kisutu pia wapo. Ya Ghawth al-khalqi, ewe mwokozi wa walimwengu wa viumbe. Ya Baba al-haqi, ewe mlango wa haki. Ya Ashja' al-fawaris, ewe shujaa wa wapanda farasi, ni shujaa wa kivita. Ya Abal Madadi, ewe baba wa misaada. Kule tunasema madadi ya Jilani, huyo naye Rifai ni baba wa al-Madad. Ya Abal Madadi, ya mu'jizat ar-rasul, ewe muujiza wa mtume. Rifai ni muujiza wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya sirra Allah, ewe siri ya Mungu, siri ya Allah. Ya naiban nabiyil jalil, ewe naibu wa nabii mtukufu. Wanamuita hivi, yuko kwenye kaburi kafa mayit. Ya khalifata Ibrahim al-Khalil, ewe khalifa wa nabii Ibrahim. Khalifa wa nabiiullah Ibrahim, yani Ibrahim kawacha khalifa wake, naye ni nani? Ahmad Ar-Rifai. Ya sahiba as-sauti al-a'la, ewe mwenye sauti ya juu ambayo inasikika. Ya mubarrida an-nar, ewe mwenye kupoza moto, moto unapoa kwako wewe. Ya mubaddila as-sumum, ewe mwenye kuzibadilisha sumu. Tulio sumu kwa Rifai, sumu zinapotea, inakuwa tende. Bihaqqi jaddika al-Mustafa, na kuomba kupitia haki ya babu yako bwana mtume. Wa bihurmati abika Ali al-Murtada, na nakuomba kupitia heshima aliyokuwa nayo baba yako Ali al-Murtada. Wa bikaramati walidatik, na kwa makarama aliyokuwa nayo mzazi wako wa kike Fatima az-Zahra, mama Fatima.
aghithni, niokoe. Watawajjah lijaddika khairil anam, pia mwelekee babu yako huko mbora wa walimwengu, mwelekee babu yako mbora wa walimwengu. Yani nani? Mwelekee huko pia bwana mtume, mwendee. Wakumu, simameni kwa pamoja. Biqadai hajati, kunikidhia shida zangu. Adrikni, nidiriki mimi. Ya Ahmad al-awliya, ewe Ahmadi wa mawali, radiyallahu anka, Allah kuridhie. Basi shida yako hapo hapo. Kama uko jela utasikia tu ile nyapara na kuita nani, Musa uko huru, waitwa uko na bala jela. Basi utoka wewe, ndo mapangwa zako, ondoka zako. Haya, hii ni tariqa jamani, tariqatu ar-Rifa'iyya. Haya katika kitabu chao Qiladatul Jawahir. Haya tukisema haya kama hayafai, tuambiwa sisi wapasua safu. Ndio hii safu yenyewe, ndio hii. Umoja jamani, Waislamu umoja, tuondoe tofauti zetu, ndio hii. Kwa hiyo tukiyasoma masailul jahiliya na haya tukiyataja, tunaona sisi tuko wapi katika neema. Tunazidi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuepusha na balaa kama hili. Niliyoyaacha ni mengi katika yale ambayo kama nimeandika kama mifano, kwamba wako watu wanawaomba mawalii. Tuseme kweli alikuwa ni walii au hakuwa ni walii, lakini wako watu wanawaomba mawalii na wanadhani kwamba kufanya hivyo ni jambo ambalo lapendeza mbele ya Allah, na kwamba hao mawalii wenyewe pia wanalipenda jambo hilo, ila hali mawalii wa Allah wameyapiga vita mambo hayo, wameyapiga vita kama tulivyoona katika utangulizi wetu.